Mimi nimezungumuza ile kauli kwa sababu tangia niko mtoto mdogo wa miaka 15 wazazi wetu wanapambana na wenyewe wako wanagrese Kongo yetu mumilima. Tangia zamani niko na miaka 15, mimi mzazi wangu nimempoteza kwenye shamba la vita na Wanyarwanda wenyewe walikuwa hasi kukuya kwa hasi wa Kongo. Tulipokuwa Sange wakati M23 ilipojiondoa, tukakuwa tuko Sange sisi kama unité special na wanajeshi wangu wote walikuwa pale na wanajeshi wa mivuma nyingine yote yenye unité special walikuwa pale. Tulipata oda kutoka kwa komanda region wa 33e region militaire, general wetu mwenye tuko naye hapa. Akatuambia ya kwamba murudie nyuma. Mjiorganize pale Runingu. Mkuwe kwa umoja, mtakapomaliza kujiorganize muendelee kusonga mbele kufuata adui. Naam, hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, tukaribisha kuweza kuungana nasi mahali pote ambapo mlipo katika taarifa zetu za habari. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama vile ulivyosikia kwenye kitangulizi, huyo ni General Meshake Radi ambaye kabisa tulipata nafasi ya kuzungumza naye kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulipata nafasi kabisa kuweza kuzungumza naye kuhusu kauli ambayo iliyotolewa na kamanda wa kijeshi katika jiji na tarafa la Uvira kutaja kuwa wazalendo wote kabisa waweze kujiondoa kwenye mstari wa mbele ili waweze kurudi maeneo ya Luvunge na kuanzisha kabisa utuba na kuweza kuangalia namna gani unaweza kujiorganize ili angalau waweze kupata kitu kidogo, jambo ambalo kabisa limeanza kuleta taharuki, baadhi ya wazalendo wakiwa wamepinga kabisa kuweza kuacha vijiji kama vile Sange, Mutarule, Luberizi, Luvunge na maeneo mengine ya pale maeneo ya Lemero. Tutakwenda kujua mengi kabisa yale ambayo aliyozungumza kupitia televisheni Muteba TV, kwa yale ambayo tuliweza kuchukua sauti yake na kile ambacho alichokitaja. Pia tuliweza kufanya ziara yetu ambayo ilikuwa ya mfululizo kabisa kutoka Uvira. Tulitembelea pale maeneo ya Sange ambapo tulikuwa na General Kamama. Katika habari zetu nadhani kwamba umeweza kushuhudia namna gani alivyopokelewa na ujumbe kabisa mzito ambao uliotolewa na baadhi ya viongozi wake, mkiwemo General Kamama, mkiwa msemaji wa VDP ya maeneo hayo, na pia uliweza kumsikiliza bwana Samadari Mwami Wembasi kile ambacho alichokizungumzia. Na baada ya kutoka pale Sange, moja kwa moja tulipata nafasi ya kutembelea pale maeneo ya Luvunge. Mwami wa pale Luvunge ama chef de groupement pale Luvunge ambaye aliletwa rasmi na General Kamama apata nafasi ya kuanza kazi zake tena pale maeneo ya Luvunge na kutoa ujumbe wa amani kwa baadhi ya raia wake. Haya na mengine yote kabisa tutakwenda kuyazungumzia katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa una maoni au pendekezo, kuna nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini kabisa. Moja kwa moja unaweza kutuandikia, na ikiwa unahitaji tukuunge kwenye grupu letu la WhatsApp ya Muteba TV, moja kwa moja tunaweza tukakuunga. Tuanze kabisa na habari zetu za siku ya leo. Habari ambazo zitaanza kabisa ni habari zake General Meshake Radi ambaye aliweza kuzungumza mambo mengi kabisa baada tu ya kutaja kuwa wazalendo wanazuiliwa pale maeneo ya Sange na kukataa kuwa wote waweze kurudi maeneo ya Runingu ambapo shuhuda na shughuli zao zitakuwa zimeanzishwa ili kuangalia namna gani wanaweza kupata angalau kitu kidogo. Kuna baadhi ya wazalendo ambao wamechukua kauli hiyo kama kabisa ni kwenda kinyume na sheria na kutaja kuwa hawawezi wakakubaliana na hali hiyo, na kutaja kuwa wazalendo kila leo walikuwa wanaambiwa watoke kwenye maeneo ya Uvira waende kwenye eneo la vita. Kwa nini sasa kauli hiyo yaanze kutolewa kuwa waweze kurudi tena nyuma? Kwa hiyo wao wataendelea kupambana na adui hadi mwisho. General Meshake Radi alipata nafasi ya kualikwa kabisa na kuzungumza kwenye televisheni yako Muteba TV. Sikiliza kile ambacho alichokizungumza. Kwa majina naitwa Meshake Radi, General Commandant Force wa MRPDP, tena ade miloge wa unité spéciale ya operation wazalendo mu province ya Sud Kivu, na nimehudhuria hapa kwa mkutano ambao huko wa kuinstalewa komanda secteur
ambao MPDAC imetuletea mu unité spéciale. Wameona kama wakomanda sekteri utashiriki nao mu unité spéciale na kusonga mbele. Yaani si unité spéciale tumeassiste. Komanda force wa unité spéciale kwa Master Kalembe ameniambia nikuye uzuri hapa. Hii kazi yenyewe iko hapa ya kuinstalewa komanda sekteri wa MPDAC parce que MPDAC iko mu unité spéciale ya wazalendo. Ndio. Katika hotuba yako mbele ya maskari umezungumza kwamba hakuna yule ambaye atakayezuiliwa kwenda kwenye shamba la vita, na ni kweli, lakini kuna wale ambao walizuiliwa wakati Sange iliweza kuondoka, wakati M23 iliweza kuondoka. Tunaomba urudie ile kauli. Mimi nimezungumza ile kauli kwa sababu tangia niko mtoto mdogo wa miaka 15 wazazi wetu wanapambana na wenyewe wako wanaagresia Kongo yetu mumilima. Tangia zamani niko na miaka 15, mimi mzazi wangu nimempoteza kwenye shamba la vita na Wanyarwanda wenyewe walikuwa hasi kukuya kwa hasi wa Kongo. Tulipokuwa Sange wakati M23 ilipojiondoa, tukakuwa tuko Sange sisi kama unité spéciale na wanajeshi wangu wote walikuwa pale na wanajeshi wa mivuma ingine yote yenyewe kwa unité spéciale walikuwa pale. Tulipata oda kutoka kwa commandant region wa 33e region militaire general wetu mwenye tuko naye hapa, akatuambia ya kwamba murudie nyuma, mujiorganize pale Runingu, mkuwe kwa umoja, mtakapomaliza kujiorganize muendelee kusonga mbele kufuata adui. Sasa ile kauli sijui kama imegeuka, kwa sababu nimesikia ya kwamba wakomanda sekteri tukiwatuma mbele wanatuambia kama wanazuiliwa pale Virira, asema hawaruhusiwi kusonga mbele. Ile neno inatushangaza sana. Tunajua kama sisi tuko na wanajeshi wa sehemu mbalimbali, tuko na wanajeshi wa Luvunge, wa Sange, wa Bwegera, wa Nyakabere, wa wapi, wa Kamanyola, wote tuko nao hapa Uvira. Na wamefurahikia kuona chef de l'etat wetu, kwanza tunampigia saluti Felix, kuona kama dialogue yake inaendelea kutusaidia kuondoa adui mwingine baada ya mwingine. Sasa tuliposikia ya kwamba mzalendo amezuiliwa, hawezi fika Sange, hawezi fika Luvunge, hawezi fika Nyakabere Mtarure, hawezi fata adui, ile kwanza katushangaza. Sisi ni watoto wa hii udongo ya Kongo, sisi ni watoto wa hii udongo ya Kongo na tumejirevolte contre enemy, na hapa tulizuia adui kuona kama jeshi letu la taifa jeshi letu la taifa lilikuwa linakimbia, adui anapiga jeshi letu la taifa. Sisi watoto wa mwingine tukasema hatuna ingine utajiri yetu ni udongo yetu, na ndio pale tulishusha watoto wetu wenyewe walikuwa mumilima kwa pele ya chef de l'etat Fachi Beto alisema kama debu Congolais pour le sol. Wakatuambia sisi wakongomani wote tusimame tudefendre nini budongo. Na constitution yetu ya Kongo ya 63-64 inatureconnaître comme wa réserviste armé pour la défense. Pale ambako jeshi la taifa liko linapigana na sisi tunapaswa kuwa pale kuapoya jeshi la taifa. Ukituambia turudie nyuma, si hatuko d'accord. Hatuwezi rudia nyuma. Hatuwezi rudi nyuma. Tutafuata adui hadi mwisho. Na ile tunasema kama ile kusema kama komanda region anasema kama tusisonge mbele. Kwangu mimi kwanza meshake unité spéciale yote nasema negatif. Haiwezekani na haitawezekana. Tutafuata adui hadi mwisho. Chenye nakumbuka tu komanda region alisema turudie tujiorganize. Kuko watoto wayapata salaire zao. Prime d'encouragement yao. Tuko na miezi karibuni 3 hatupati prime d'encouragement. Tunaishi kwa nguvu za mababu zetu na waraia wetu wa Kongo. Hao watoto wako na wanawake, wako na watoto, wako na mafamilia zenyewe wanalea. Sasa prime d'encouragement ilikuwa hatuipati na hatuioni. Kisha tuambie tena tusisonge mbele. Na kazi yetu ni kusonga mbele, tufuate adui mwanzo mpaka mwisho. Adui akitoka mudongo yetu ya Kongo ndipo kwenye tutasikia kama wanatuambia mwende mjigrupe fasi fulani. Tuko d'accord. Tunapaswa enda jigrupe pale tunajiorganize. Lakini kabla adui angaliki hapa, ukituambia turudi nyuma hatuwezi ichika ile commandement. Kweli na reconnaître kama tuko na general unique commandant region hapa dunia. Mwenyewe tukomande sisi. Ila msisaulize kama na sisi wazalendo tuko na viongozi wetu.
Kama vile unité special iko pale, iko na kiongozi alifeka Lembe Ngoma Zito, hayatuambia kama turudie nyuma, ina maana hatuwezi rudia nyuma. Kwa hiyo ile kauli tunaipinga, hatuko d'accord kurudia nyuma, ila tuko d'accord kufuata miongozo yote ya komanda region, kufuata ordre zake. Hatuna wa general wawili hapa, tuko na general mmoja, lakini zikuwe ordre za patrioti, zikuwe za kulinda amani, zikuwe za kulinda nchi, kwa sababu tulijitolea juu ya kulinda nchi. Tunamheshimia Ajus KZ na tunampigia saluti, anaendelea kutuorganize, anaendelea kutupanga kumustari, ili kutuambia turudie nyuma, watoto wapokee. Tuko d'accord hata leo sasa hivi, kama prime iko tutarudia pale, na ekipe yetu moja itakuwa iko Luvunge kwa sababu mpaka sasa watoto wetu wako Luvunge, wako Rubarika, kule kote kwenye wako hatuwezi watosha kule. Ile ni negative. Abia kitoka Kamanyola tunaingia Kamanyola, abia kitoka Bukavu tunaingia Bukavu, atujangana kutoka kwa Jalege kwa risasi, tuko tayari kumpiga. Asante. Huyo alikuwa ni Jenerali Meshaki Raji ambaye tuliweza kupata nafasi ya kuzungumza naye kupitia televisheni yako Muteba TV. Ikiwa tunaendelea na taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, habari ambazo zilizotolewa ujumbe mzito wa pale maeneo ya Sange kuishi kwa amani. Pia tunakataa risasi, na yeyote ambaye atapiga risasi atakamatwa, pia atahukumiwa kulingana na sheria. Kauli yake Generale Kamama baada tu ya kuweza kupokelewa na umati wa raia wengi pale maeneo ya Sange, kuendesha mitingi pale maeneo ya Sange, ambapo alipata nafasi ya kuweza kuzungumza na baadhi ya raia wa maeneo hayo, akiomba kuwa kwa pamoja kwa sasa amerudi na kuomba ushirikiano, na kutaja kuwa hakuna hata risasi tena ambayo italia pale maeneo ya Sange kwa kuwa usalama umerejeshwa na pia umeimarishwa. Katika ziara hiyo moja kwa moja tuliweza kujielekeza hadi maeneo ya Luvunge, ambapo tulipata nafasi ya kuzungumza na mwami wa pale Luvunge, akiwa ni chef de groupement wa Luvunge Christian Babaro, ambaye alizungumza kuwa wale wote ambao walioziunga na waasi wa M23, yeye kama vile mzazi tayari ametoa msamaha kwake na kuomba kabisa ushirikiano sasa kwa pamoja, kuacha mambo ya ukabila na mambo ya kuchongeana, ili kujenga Luvunge ya sasa na kuimarisha usalama katika maeneo yote na watu kufanya kazi zao bila hata bugza, jambo ambalo liliweza kutajwa kuwa kama vile mstari wa mbele kwa maendeleo ya pale maeneo ya Luvunge. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeandaliwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ulikuwa naye Janvier Emmanuel Kaluhia, nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.